Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Ndugu zangu wapenzi wa Tanzania wenzangu, mimi hapa mnayeniona jina langu ni Sheikh Suleiman Mbogo. Mimi ni mratibu wa Kalamu ya Samia Inaongea katika upande wa dini ya Kiislamu. Ndugu zangu, katika mambo muhimu sana katika jukumu letu, hasa sisi viongozi wa dini, hasa ni kuzungumzia sana kuhusu, kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tumeona dua mbalimbali tumeweza kufanya, mashallah, ni kwamba watu wengi wameitika sana katika dua, hasa za kuiombea nchi, kumwombea rais. Lakini jukumu la Kalamu ya Samia, yapo mambo mengi ambayo tunahitaji kuyafanya. Lakini katika nafasi yangu mimi kama kiongozi wa juu wa uratibu wa Kalamu ya Samia Inaongea upande wa dini ya Kiislamu, ambapo tupo makundi tofauti. Kwa hiyo tunao dini zingine na wapo viongozi na waratibu wake. Kwa hiyo mimi kama katika kitengo changu, kulingana na hali tunayoiona ya kisiasa katika nchi yetu tukiwa katika mwaka wa uchaguzi, hasa mimi nakuombeni ndugu zangu, hasa watu wa dini, kwamba sisi ni watu muhimu sana katika jamii hii. Sisi ni watu muhimu katika nchi yoyote, hasa hususan katika nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu kiongozi wa kidini ni kiongozi ambaye anazungumza na roho za watu. Kwa hiyo serikali ina jukumu la kulinda nchi, kwa maana serikali ina uwezo wa kulinda viwiliwili, lakini sisi watu wa dini ni watu ambao ni muhimu sana, hasa katika kutaka maendeleo ya nchi yetu. Na katika mambo muhimu, hakuna taifa ambalo linaweza kuendelea hali ya kuwa likiwa halina amani. Hasa kwa sababu tupo katika mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kwamba sisi viongozi wa dini tusije tukatumika kisiasa, hasa katika kuchafua. Sisi lengo letu kama viongozi wa dini na pande zote, hata kama tunaona kwamba nchi yetu ni nchi ambayo tunaiona wazi kabisa ni nchi ambayo inasifiwa katika mabara mengine katika Afrika hapa, na nchi zote duniani zinatambua Tanzania ni nchi ambayo ina amani ukilinganisha na nchi nyingine. Na sababu za kuyasema haya tunazo. Mfano tu wa kawaida ni masiku machache tu yaliyopita, miezi michache, tulikuwa na mkutano wa wakuu wa nchi. Naamini ukilinganisha amani iliyoko Tanzania ndio ilikuwa sababu ya ushawishi kwamba nchi zile zilikubali kuja kufanya mkutano mkubwa hapa wa kimaendeleo hapa katika nchi yetu ya Tanzania. Kiasi ambacho uwezo ukauchukua mkutano ule ukaupeleka Msumbiji, ukaupeleka Kongo, Sudani, ni sehemu ambazo hata kiongozi hata mmoja asingekubali kushiriki katika mkutano huo. Hii inaonyesha wazi uwepo wa nchi yetu ya Tanzania na amani iliyopo, kuwa tuna viongozi, tuna siasa safi, tuna viongozi ambao wana utu, hasa tukimlenga Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni kiongozi ambaye ameonyesha usawa, ni kiongozi ambaye ni kipenzi cha watu, na ndio maana tunaweza tukathubutu kusema kwamba zamani tunaweza tukawa tulitumika kimakosa, hasa katika kuibomoa nchi, kwa maana ya kuwalenga viongozi wa nchi na kuombea dua mbaya. Lakini tuamini kwamba sisi viongozi wa kidini ni viongozi ambao tunatakiwa sana tulee amani hii iliyokuwepo, kwa sababu sisi tukizungumza na waumini wetu, jukumu letu, kama vile nikinukuu katika mkutano uliofanyika wa baraza la Idi ambalo alihudhuria mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, alieleza na kuwaasa viongozi wa dini kwamba tutumike katika kuwafanya waumini wetu waelewe umuhimu wa siasa. Na hii ni jambo na ni jukumu letu. Ni kwamba yeye ametukumbusha, sisi tunaamini jukumu letu. Na mimi naweza nikasema kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yudahul mu'min min juhuri wahidi marratayn. A believer do not stand twice out of one and the same hole. Kwamba muumini hadungwi, yani haumwi katika shimo moja mara mbili. Kama viongozi wa dini tuliwahi kuteleza nyuma, tulikuwa tukishabikia vyama, lakini ni kwamba muumini huwa hagongwi katika shimo moja mara mbili. Na rais kama rais ndio kichwa cha nchi, na ndio maana ukimwombea rais dua njema, basi umuombea Watanzania
Watanzania wote, umeombea taifa zima. Kulingana na kazi ambazo wanazifanya, kazi zilizotukuka. Bahati nzuri mimi ni muhadhiri katika dini ya Kiislamu. Natembea sehemu tofauti tofauti. Wallahi kuna sababu za msingi za kuiunga mkono serikali iliyopo. Kuna sababu za msingi za kumuunga mkono rais wetu, Rais Samia Suluhu Hassan. Ni mama ambaye ni shupavu, ni shujaa. Naweza nikasema huenda ndio rais wa kwanza katika nchi yetu ya Tanzania kuwa na wapenzi wengi ambao wenye kumpenda kulingana na kazi zake, upole wake, ushupavu aliokuwa nao na uthubutu ambao anaonyesha. Miradi mingi tunaiona. Bahati nzuri mimi natembea, na kwa sababu kalamu ya Samia inaongea, hii itaongea kweli. Na kuna falsafa kubwa kwa nini kalamu hapa imetumika. Ni kalamu ni chombo ambacho kinaandaa mazingira. Ukitaka kufanya jambo lolote lazima liwe katika record. Ili utoe amri ya kazi ifanyike lazima uwe umetumia kalamu. Kwa hiyo kuna falsafa kubwa hapa ya kuonyesha kalamu ya Samia inaongea. Kwa sababu ili tuweze kujua kwamba Rais Samia anasema nini, anafanya nini, lazima tuwaonyeshe watu waone anachokifanya. Kwa sababu tunaamini vyombo vya habari tutavitumia kwa sehemu kubwa. Lakini ni kwamba inawezekana katika kazi ambazo nzuri zenye kufanyika kulingana na uwezo aliokuwa nao Mama Samia, kushirikiana na wasaidizi wake, wanafanya kazi nzuri na huenda zikawa hazijajulikana baadhi ya maeneo. Kwa hiyo kalamu ya Samia ina uthubutu wa kuhakikisha kila mwananchi anapata taarifa sahihi za kuonyesha ukweli na uwazi wa kazi za Rais Samia, utekelezaji wake pamoja na jopo lake nzima la wasaidizi wake. Kwa hiyo hili ni jukumu la kalamu ya Samia kwenda kuonyesha kwa vitendo, kwa sababu tukiacha maneno ya mtaani tu, hii ni kazi kubwa ambayo rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo mimi nasema bila kujali dini ya namna yote, kwa sababu nchi ni nchi yetu wote kwa pamoja. Sio nchi ya Waislamu tu, sio nchi ya Wakristo tu, sio nchi hata wapagani wana nafasi katika nchi hii. Kwa hiyo ndio maana kalamu ya Samia Suluhu Hassan, kalamu inaongea, imekusanya makundi yote na tuna idara zote. Kwa hiyo tutafikia kila jamii ya Kitanzania, tutaifikia, tutaielimisha, tutaonyesha ukweli na uwazi, uthubutu wa rais wetu Samia Suluhu Hassan katika serikali yake ya awamu ya 6, namna gani imeweza kuleta maendeleo na yale ambayo yanaendelea kufanyika. Mimi naweza kusema ni rais wa kwanza kuonyesha utekelezaji kwa vitendo, sio maneno bla bla. Kwa hiyo kama watu watakuwa hawatajua nini rais anakifanya, basi hawezi kuthamini kazi anayofanya. Kwa hiyo tunaamini Rais Samia Suluhu Hassan ni mwanamke shujaa, mwanamke mkweli, mwanamke ambaye ana uthubutu na uwezo wa kufanya kazi, na ndio maana sisi viongozi wa dini tumsapoti na tuhakikishe uchaguzi utafanyika kwa amani na salama. Hatutalazimisha watu ambao hawako tayari kufanya uchaguzi, lakini tunaamini kwamba tuko tayari kuwapembeleza watu waingie kuleta fujo. Kwa hiyo sisi kazi yetu sisi viongozi wa dini washawishi viongozi waumini wetu kuweza kushiriki katika uchaguzi kwa nguvu kubwa, na tuonyeshe kwamba kweli tuko tayari kuiletea maendeleo nchi yetu. Tujitokeze kwa wingi kufanya kazi ya kuhakikisha Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na watendaji wake wanashika nafasi na kazi iendelee. Kwa hiyo nawaasa ndugu zangu Waislamu na sio Waislamu, hata tukirudi katika upande wa ndugu zetu wa Kristo, soma katika maandiko, soma kitabu cha Ayubu sura 22 na 21. Maandiko yanasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mambo yako yatakapokutengenekea. Kwa hiyo tunaamini kwamba watu wa dini sisi ni watu ambao tunao nafasi kubwa, ni dhamana mbele ya Mwenyezi Mungu kuhakikisha kwamba tunawahimiza waumini wetu kwa elimu za kiroho waweze kutambua umuhimu wa amani iliyokuwepo, watambue umuhimu wa nchi ya Tanzania kuwa na amani, na watambue amani yetu ya Tanzania ni sababu pia hata mataifa kuwa sababu ya kujifunza katika nchi yetu. Kwa hiyo tunaamini na tunamuomba Mwenyezi Mungu amuongoze Mheshimiwa Rais pamoja na wasaidizi wake na viongozi wetu wote, wakiwemo viongozi wa kiimani, akiwepo mufti wa nchi hii ya Tanzania pamoja na viongozi mbalimbali katika taasisi tofauti tofauti, kuhakikisha kwamba tunashiriki katika uchaguzi kwa amani na tunahakikisha
kwamba Mheshimiwa Rais anapita kwa kishindo kikubwa ambacho hakina mfano. Na ninaamini hata mimi baadhi ya watoto wangu mwaka huu wameweza kufanya uthubutu wa kuweza kujiandikisha kwa sababu wameshafikia umri na tayari wanaingia katika jukumu la kumchagua mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Na mimi naahidi katika kalamu ya Samia kwamba kuna kazi nyingi tutazionyesha kwa uwazi na kwa vitendo. Baada ya kusema haya, niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.